Yes bwana, mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo. Hii ni Off Pitch TV. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnayapata ile mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Tumepokea komenti nyingi sana mashabiki wa Simba mkiuliza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kumuhusu Jonathan Soa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Imefikia wapi? Taarifa za awali ilikuwa ameshushwa kufanya mazoezi na vijana wenye umri chini ya miaka 20 ambao kocha wao ni John Raphael Bocco. Lakini taarifa ambazo zipo kwa hivi sasa ni tetesi ambazo viongozi wa Simba wapo mawindoni kumtafuta mshambuliaji wa kati wa kuchukua nafasi yake huyo Jonathan Soa ambaye ataondoka mwishoni mwa msimu huu. Imekuwa ni kazi ngumu sana kumpata mshambuliaji wa kati wa kuja kuanza kikosi cha kwanza na kufunga walau magoli 20 katika michuano yote. Lakini Simba wameangalia uwezekano wa kumpata mchezaji kutoka katika klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudani kwa jina Mohamed Abdurrahman. Changamoto imekuwa kwenye namna ambavyo Simba wanaweza kuvunja mkataba wake wa mshambuliaji huyo, lakini mshambuliaji huyo mwenyewe amesema kwamba anahitaji kupata changamoto mpya kwa sababu amemisi kushiriki ile michuano ya nguvu zaidi. Amemisi pia kucheza hizi mechi za ushindani kwa sababu kwa hivi sasa tunajua kile ambacho kinaendelea kwenye taifa lao la huko nchini Sudani. Kwa hiyo anatamani sana kwenda huko. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndo anapushi kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa wengi mmemwona akiwa na klabu ya Al Hilal, lakini pengine labda mnajiuliza ni mchezaji wa aina gani, ameanzia wapi soka, lakini pia ataongeza nini katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa hii ni profile yake yeye tangia anaanza football mpaka hivi sasa. Jina lake kamili anaitwa Mohamed Abdurrahman Yusuf Yagob. Hilo ndio jina lake kamili. Amezaliwa tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka 1993. Kwa hivi sasa ana umri wa miaka 32. Mahali ambapo amezaliwa ni Ambada huko nchini Sudani. Ana urefu wa futi 5.6, lakini pia maeneo ambayo anacheza ni attacking midfield pamoja na center forward, kwa maana ana uwezo wa kucheza eneo la namba 10, ana uwezo wa kucheza eneo la namba 9, lakini pia kwa namna moja ama nyingine aliwahi kutumika katika eneo la namba 8. Mguu ambao anatumia ni mguu wa kulia na anasimamiwa na kampuni ya HD Group Management. Hawa ndio ambao wanamiliki mchezaji huyo. Alijiunga na klabu ya Al Hilal tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka 2020. Huyo ndiye Mohamed Abdurrahman. Lakini tukifika mbali hasa kuangalia soka lake lilianzia wapi, msimu wa mwaka 2011-2012 alijiunga katika klabu ya Al Hilal wenye umri chini ya miaka 20, na ilipofika tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka uliofuata akapandishwa baada ya kuonekana ana kipaji bora sana, na alidumu hapo kwa misimu kadhaa mpaka ilipofika msimu wa mwaka 2016-2017 akajiunga katika klabu ya Al Merreikh Sports Club. Sasa hawa ni wale wapinzani wa Al Hilal. Kama unavyoona Simba na Yanga ndivyo ilivyokuwa huko. Kwa hiyo yeye alianza Al Hilal, baadaye akaenda katika klabu ya Al Merreikh ya huko nchini Sudani. Lakini alidumu hapo kwa misimu mitatu mpaka ilipofika mwaka 2019-2020 akajiunga katika klabu ya CABB Rajidija. Hii ni klabu ambayo ipo huko nchini Algeria. Alikaa hapo kwa msimu mmoja tu na baadaye Al Hilal Omdurman wakamrudisha kwa kiasi cha euro 900 tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka 2020 akarudi nyumbani, kwa maana Al Hilal mpaka hivi sasa tunazungumza ni mchezaji wa Al Hilal Omdurman. Sasa katika michuano ya CAF Champions League msimu huu amecheza mechi 8, amefunga magoli 2, ametoa assist 2, amepata kadi za njano 2, hajapata kadi nyekundu na wala hajaonyeshwa kadi 2 za njano katika mchezo mmoja. Ana asilimia 58 ya kuanza katika kikosi cha kwanza cha Al Hilal Omdurman, lakini pia amecheza kwa asilimia 47 dakika ambazo amecheza, lakini ana asilimia 13 za yeye kupachika magoli. Kwa hiyo huyu ni aina ya
mastreka ambao wanaendana sana na mfumo wa kocha Steve Barker, ambapo yeye aliwaambia katika kabisa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwamba anatamani sana kucheza na force number 9. Yeye mambo ya kucheza na striker mwenye nguvu na kadhalika kama kina Jonathan Soa muda mrefu sana, yeye alisema kwamba si muumini wa hao wachezaji wa aina hiyo. Kwa hiyo Simba wanaangalia uwezekano wa kuvunja mkataba, lakini kama kuna changamoto, taarifa kwa viongozi kwamba wapo tayari kumchukua kwa mkopo, then msimu ujao waangalie mkataba wake ukimalizika kama anaweza kumchukua moja kwa moja. Kwa hiyo mpaka hivi sasa jina ambalo lipo mezani la kuja kuchukua nafasi ya Jonathan Soa ni Abdulrahman Mohamed. Muda na wakati wowote tutapata taarifa kumhusu yeye. Kwa hiyo issue ya Jonathan Soa na Simba bado muda tu kupewa taarifa kwamba anaenda kuachana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa wewe shabiki wa klabu ya Simba, kwa unavyomuona mwamba huyo, tunakumbuka pia alifanya makubwa sana katika mechi yao dhidi ya Young Africans. Yeye ndo alifunga goli la ushindi. Young Africans anatolewa katika michuano ya CAF Champions League, anaenda kucheza CAF Confederation Cup, lakini pia mara kadhaa tumemwona kija Tanzania amekuwa akifanya makubwa sana, na huyu ndiye kapteni wa timu. Je, Simba watafanikiwa kumchukua ama la? Tusubiri na tuone, lakini kwa hivi sasa Simba wana asilimia zaidi ya 70 kuweza kumpata Abdulrahman Mohamed. Hii ni Off Pitch TV. Hakikisha tuna subscribe na unaendelea kuyapata yale mengi ya kimichezo. Bye bye mpaka